Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Shetani alimkalia Joshua kuumeni kwake. Ukisoma neno la Mungu katika kitabu cha Zakaria mlango wa 3, utaona jinsi ambavyo shetani alibanana na Joshua. Mungu akaona, akamtuma nabii wake Zakaria. Ikatolewa amri avalishwe kilemba kizuri na mavazi ya thamani. Kilemba kizuri na mavazi ya thamani. Kilemba kizuri na mavazi ya thamani. Inawezekana leo shetani kakukalia kuumeni kwako, anashindana nawe, anashindana na watu wa Mungu, anaua biashara, anaua huduma. Bwana anasema leo uvalishwe kilemba kizuri na mavazi mazuri. Kilemba kizuri na mavazi mazuri ni amri hiyo, kilemba kizuri na mavazi mazuri. Wakupige machungu sana unaposimama kwenye huduma ya Roho Mtakatifu. Wapige machungu sana, wakupake atagerisi nyeupe. Mwambie shetani, utaona atasikia naam kama paka, kwa sababu hana nguvu. Mwambie Bwana ndiye aliyeuchagua Yerusalemu, na Bwana kukemea shetani, ondoka mbele yako. Huduma ya Roho Mtakatifu hakuna anayeweza kuisemesha. Wafanye machungu, wakupake grisi nyeusi usoni. Bwana ndiye aliyeuchagua Yerusalemu. Piga kelele za mashangilio, shangilia Yesu mahali alipopachagua Bwana. Hakuna mwanadamu anayeweza kuharibu shauri lake na kusudi lake. Mavazi ya thamani na kilemba kizuri. Joshua akavikwa kilemba kizuri, akavuliwa mavazi machafu, akavalishwa mavazi ya thamani. Na ukavae mavazi ya thamani unayenitazama, na kilemba kizuri, utukufu wa Bwana na ukushukie sasa mahali ulipo kinitazama. Neno la Bwana litabaki kudumu. Hakuna machungu yanayoweza kuharibu huduma ya Roho Mtakatifu. Utasimama kwa jina la Bwana na Bwana atazunguka. Utukufu wa Bwana utakufunika na Mungu wa mbinguni atatukuzwa mahali ulipo. Ndio kilemba kizuri. Pokea